Amen. Kwa majina naitwa Sharifu Isa, ni mwenyeji wa Geita, lakini nimezaliwa, baba alikuwa mchawi na babu kizaa baba alikuwa mchawi. Nikisema hivyo kwa maana ulikuwa ni ukoo wa ganga, lakini kwa bahati mbaya babu naye kizaa mama alikuwa mchawi na mama naye alikuwa ni mganga. Lakini mimi vile vile ile roho ikawa imenivaa na mimi nikawa mganga tangu mwaka 1981. Nimekuwa mchawi sana. Nimekuwa ni mwenyekiti wa Gambo Shinyanga, lakini kwa bahati nzuri sijawahi kutoa kafara la mwanangu. Lakini kiukoo ni kwamba mtu hutoa kafara mwanawe. Ndiyo. Wewe hujawahi? Sijawahi. Unatoa mtoto wako wa kwanza ama mkeo wa kwanza ama mama yako ama baba yako. Lakini mimi niliposhirikishwa jambo hilo nilikataa. Baada ya kukataa, wenzangu waliniroga sana. Baada ya kuniroga, sababu uchawi ni chama. Ni chama. Basi walinishambulia sana wachawi, kwa sababu walikuja kwangu wakadai kwamba kila baada ya mwaka nitakuwa naletewa gunia 20 za mahindi na gunia 5 za maharage na shilingi 500 kila mwaka. Lakini bado hivyo nilivikataa, kwa sababu walitaka niwe mwenyekiti ili niweze kutoa sadaka ya watoto. Lakini kwa bahati nzuri, kwa sababu katika ukoo wetu tulikuwa ni wachawi wakubwa, ndio maana wale walinitamani ili niwe mchawi katika kikundi chao. Na bahati nzuri katika kuishi, nimezaliwa nimekuta chui, simba, chatu, nyoka weusi, nyuki wa ndani. Wako wapi? Nilikuwa na wafuga ndani. Alafu tulikuwa na vyura vikubwa sana ambavyo vilikuwa vikilia tu najua kwamba kesho lazima mvua inyeshe, na vikilia tangu asubuhi hadi jioni najua kwamba kesho kutanyesha mvua ya mafuriko, na vikilia mara moja najua kwamba kesho kutakuwa na mvua muda wa saa 1. Na wanakula nini? Nyoka walikuwa wanakula unga. Nani anawapa? Mimi mwenyewe. Nyoka wangapi hao? Nilikuwa na nyoka wengi sana. Na vyura walikuwa wao wanakula wadudu, na walikuwa naishi chini ya kitanda na chini ya mtungi wa maji pamoja na nyoka. Nyoka nilikuwa nimewajengea nyumba ya milango 4. Na bado vile vile simba na chui tulikuwa tunamchinjia kondoo, mbuzi mweupe na kuku mweupe kila baada ya mwaka. Anakula kwa mwaka? Kwa mwaka. Na haoni njaa? Alikuwa anafanya mawindo, kwa sababu kipindi nazaliwa chui, nyoka, simba walikuwa ni silaha kwa ajili ya vita, kwa sababu mimi nimezaliwa katika utemi. Sasa mkitaka vita mnatuma anaenda simba, chui au nyuki. Vita vya kiuchawi. Vita vya kiuchawi kwenye ufalume na ufalume kitaka kugombana. Oho. Kwa sababu kulikuwa na ufalume fulani na falume fulani zikitaka kugombana, ina maana tunatuma simba au nyoka au nyuki. Lakini kwa bahati nzuri mimi vile vile nilianza kuwatumia kwa kulipiza kisasi. Mtu alikuwa akija kunipa milioni 2, milioni 3, basi natumia nyuki au inzi. Iende imlipishie kisasi huko. Kamlipishe kisasi huko, napokea hela kwangu. Lakini sasa kwa bahati mbaya 2018 mwezi wa 11 nikawa nimeugua kiuno. Kwa bahati mbaya nikachoma sindano ya allergy. Nikawa nimeugua ugonjwa wa damu ikashindikana kushuka kwa chini, ambayo inaitwa gangirini.
basi nikakatwa mguu. Kwa hiyo huu mguu umenisumbua, umepigwa operation mpaka mara 8 mpaka leo haujapona. Sasa wale nyoka wako wapi? Wale nyoka baadaye sababu wakibaki, unajua mimi pia niko na nyoka wangu anaitwa nyoka wa shaba. Nitamtuma tu. Na kweli huwa anasema na huwa wachawi, na mimi huwa naombeanga wachawi wanakufa. Hiyo sio urongo. Nyoka wako wapi? Nyoka baada ya kuwa mlemavu nikaokoka. Warukole wakaja kuniombea nyumbani kwangu, vile vitu vikawa havionekani, lakini bado viwili vinanisumbua. Vyura mpaka leo vinanisumbua ndani ya nyumba, vimo. Na gani? Na hawa nyuki walihama kwangu wakarudi kwenye kiwanja changu kingine. Na simba na nyoka wako wapi? Simba na nyoka wao walipotea. Lakini ile nyumba bado ipo ya milango, mimi sijaivunja. Lakini huwa nikilala usiku nakuja napigwa na yule chatu, nadondoka chini, alafu yule chatu anapotea. Anakutoa kwa kitanda? Ananitoa kwa kitanda. Kwa ile roho bado inanisumbua. Kwa hivyo ulimpokea Yesu, lakini yule roho bado amekushinda nguvu. Bado amenishinda nguvu. Na ninafunga sana, ninaomba sana, natoa sadaka sana, lakini yule roho bado ananisumbua. Mara usiku inaweza nikataka kusinzia. Kuna kitu nataka nikuambie ambao unajua. Labda ukipeleka hivi, huo mguu wako ni sadaka, sababu ulikataa kutoa. Mguu wako ni sadaka. Na wakitaka bila kukombolewa, wanaweza wakatoa mguu mwingine ama wakakutoa wewe, sababu ni chama, na wewe uko wenu ni viongozi wa uchawi. Wewe una asi, na madhabahu ya uchawi haijavunjwa, na yule chatu anakuja anafanya kazi yake. Siku ile simba atakuja na chui. Sijaelewa somo. Hujaelewa somo? Hii pia ni chuo ya kiuchawi wa Yesu Kristo, ndio. Namaanisha hivi. Ndio. Unaona huo mguu? Wakiwa wanataka wakupige, wakuadhibu, wanatuma ugonjwa, sababu wewe haustahili kuugua kukatwa mguu. Mimi sistahili kuugua kukatwa, sababu niko katika ufalme wetu. Amen. Ndio maana unaona nilianza saa 7 na niko na nguvu, ni giza tu inaingia, sababu niko katika ufalme wetu, ninatumika katika ufalme wetu. Badala ya mimi kukatwa mguu, nasaidia wale wanaolemaa, wanapata nguvu, wanaishi. Ndio. So ukiona Yona ako ndani ya samaki, ameasi madhabahu yake. Sasa wakati ambapo unapigwa mguu, ni utaki kutoa sadaka, kafara. So wanasema utatoa tu, wanaweka ugonjwa tu kwako, unatoa, na udungwe shindano huku, wanakukata mguu. Sasa ile pigo ya nyoka kwamba anakuchapa kofi, unadondoka, unaanguka chini, ile ni kukuamsha tu, sababu siku ile wataamua kuja, wanaweza kufanya jambo lolote. Huwa anajiviringisha, nikishamwona tu amejiviringisha kwenye mguu, ina maana naruka kitandani na dondoka chini. Anajiviringisha kwa mguu. Kuna kipindi mbuzi wanakuja wawili, mwekundu na mweupe, wanagombana. Sasa wakisha nifikia kutaka kunigonga, mbuzi wawili. Wanagombania nini? Yaani mabeberu wawili, mweupe na mwekundu wanapigana. Wanapigana, wameshikamania vichwa, lakini huyu mwekundu anakuja kwangu. Huyu mweupe ndiye anamsukuma huyu mwenzie ili waje wanigonge. Wakisha karibia tu, usingizi unaruka. Na miaka 30 sijawahi kusinzia usiku na mchana. Miaka 30 bila? Sijawahi kupata usingizi hata dakika 5. Kwa ajili ya ndoto hizo. Usiku uko macho, mchana uko macho. Mchana niko macho.
na nimewahi kuoa wanawake 15 na watoto 21. Huyu mke wangu ndio wa mwisho kitinda mimba, lakini wanawake 15 wameshaondoka, huyu wa 16. Kitinda mimba asifiwe. Amina. Unajua mimi juzi nilisema wachawi waje tukutane tuelewane, si ndio? Na mwingine kama ananielewa atoke huko, sababu kitambo ifike Jumapili nami nitafanya uchawi wa kwangu. Mami, wewe hujaingia kwa chama? Mimi sijaingia kwenye chama. Wewe ni mke wa ngapi? Mimi ni mke wa 15. Una 5 ama 16? 16. Uko na watoto wangapi? Nao 6. Kwa miaka mingapi kwa ndoa? 98. 98. 1998 ndio umemwoa huyu? Na wale wengine wameenda lini? Nilikuwa naishi naye miaka 3 anaondoka, huyu miaka 4 anaondoka. Lakini kwa bahati nzuri nimewahi kudumu na wanawake 4 kwa muda mrefu, ndio nikazaa nao watoto 21. Lakini hao wengine walikuwa miaka. Wewe mwenyewe uko na miaka mingapi? Umri wako? Nimezaliwa mwaka 61. Umri wako ni ngapi sasa? 1961, leo ni kama miaka 60 na 4 au 3. Na wewe uko na miaka mingapi? Na 43. Na 43. Hiyo ni ngapi? 43. Nina watoto wangu wa kike warembo sana, lakini hakuna mwanamume aliyeweza kukosea hata namba. Tunafunguliwa leo kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mwanaume amekosea namba amtumania mwambie I love you hata siku moja. Na warembo hasa. Warembo kweli. Hawajawahi kuulizwa. Na ushawahi waambia kwamba ulikuwa mchawi? Wananijua sana kwa sababu nimeua sana mimi. Umeua watu wangapi? Nimeua sana. Kama wangapi? Yaani mahakimu nimeua sana, maaskari nimeua sana, na nilikuwa sikamatwi na askari yoyote yule. Kwa nini? Yaani akinikamata tu siku hiyo halali. Nini itafanyika? Yaani nilikuwa namfanyia kitu cha ajabu sana. Nikimsota kidole tu kwamba kwa leo hii nakupa masaa 5 halali. Nini itafanyika? Sema naokota makopo. Nikisema atapigwa na radi, atapigwa na radi. Ukisema anakufa saa hiyo anakufa saa hiyo. Anakufa. Ugonjwa ajui ni ugonjwa gani? Akinikamata kama ni askari mbisha, akinikamata kusema kwamba labda nipige kofi. Siku hiyo atapigwa sana. Paka usiku kuja anapigwa na anakufa kwa kipigo. Na hajui nani anampiga. Hajui na hamuoni. Sasa hiyo unatuma nani? Nilikuwa na maskadi yangu nilikuwa nayaagiza. Maskadi? Wakina nani hao? Na nikienda barabarani, kwa mfano labda kuna mtu ambaye ameingia kwenye gari. Labda pengine nimekula hela, kuna mtu ambaye anamtaka kwamba labda wanazurumiana jambo fulani. Basi naenda nasimama barabarani, nachukua dawa naweka barabarani, nanuia jina lile. Gari kishafika pale inapata ajali. Kishapata ajali, yule aliyezurumia ndiye atakayedondoka pale na kutoka nafsi yake. Unaweka dawa hapo, gari inafanya ajali. Yule aliyedhulumu mwenzake ndiye hapo anakufa hapo. Anakufa hapo. Wale wengine wanatoka salama wote. Kwa hivyo ajali hizi haziwezi zuiliwa kwa kutengeneza barabara safi. Haiwezekani. Wala sio kwa sheria nyingine. Haiwezekani. Na kuna watu wanakufa na hawakustahili kufa kabisa. Vibaya sana. Mimi nilikuwa na mamlaka, hata ungefanyaje labda kama wewe ulivyo. Lakini urokole wako usema kusifu tu bwana. Tulikuwa tunawakalia vichwani, tunawanyea vijambo tu.
Kwa hivyo katika ulokole watu wako na viwango vya nguvu. Yaani kuna walokole wengine ukimjaribu unajisikia kuwaka moto na usubutu, lakini wengi 98% ni walokole feki. Yaani tulikuwa tunawabeba kwenda kufanya viti vyetu vya kukalia kwenye vikao vyetu vya kichawi, baadaye asubuhi tunawarudisha. Muko kwa kikao cha uchawi na umekalia mlokole. Hivyo umekalia mlokole na muko kwenye kikao cha uchawi. Baadaye tunamrudisha. Naye amehudhuria kama kiti. Yaani tunamhudhurisha kama kiti cha kukalia sisi wafarume. Yaani hiyo ni kumdharau tu. Ni kiti tu cha kukalia, kwa sababu anajifanya anamjua Mungu wakati hamjui. Kwa sababu kuna wengine unakuta kwenye mikutano anasema wachawi. Hasa hao ndio tulikuwa tunapenda. Wale ambao wanataja wachawi wakati hana mamlaka ya kimungu. Yaani hao tunabeba usiku, tunaenda kuwalimisha mbugani, tunaenda kukalia kama viti, tunaenda kuwalisha nyama. Na wakishakula hizo nyama, yaani yeye akishakula nyama tu tayari tumemuingiza kwenye chama. Umeongea ukweli. Hiyo ndio maana ukija katika ibada ya mwili wa Yesu na damu ya Yesu unapona, hata kama ulikuja kunipima akili. Sawa, bora tu nimekupa mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo. Ule uhai wa Kristo unaingia ndani yako moja kwa moja. Lakini kuna vitu anavyosema ambao vitakusaidia wewe. Kwamba anasema viwango vya nguvu havitoshani. Nilikuambia madhabahu hazitoshani nguvu na hazifanani. Na ukisema mimi nitaenda kwa pasta wangu ataniombea na hana mamlaka, mnaweza mkachapwa nyote wawili. Sikufichi. Si uliona nikimwambia yule ndugu, nikamwambia unataka hii huduma yangu hii? Nikamwambia hii iko na gharama hii. Wewe unajua hii mvua ilikuwa inanyesha, nilikuwa napimwa. Haikuwa mvua, nilikuwa napimwa tu. Na nilikuwa najua napimwa tu. Mchungaji, Gamboshi ni eneo kubwa sana ambalo ni katika ulimwengu wa roho uwezo kaliona. Unaweza yani kwa mwili wa damu na nyama uwezo kaona. Inaitwa Gamboshi. Lakini katika ulimwengu wa roho wa sisi ambao tulikuwa ni wachawi, ni eneo kubwa kabisa kama jinsi ulivyo mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kuna magari, kuna mapikipiki huko katika ufalme wenu. Kuna mainjilisti, kuna waimbaji, yani wale waimbaji maarufu. Wale waimbaji maarufu wanaomuimbia Mungu ambao hawana Mungu wako huko. Okay. Acha tuanze tena. Mtu anamuimbia Mungu lakini hana Mungu. Anaingia huko. Kwenda kutuimbia huko. Anawaimbia? Saa ngapi? Anakuwa naimba huko, anakuwa naimba nyimbo huko. Kuna kwaya za kila aina. Atalala usiku, kumbe anaimba kule. Anaimba huko. Tunambeba moja kwa moja huko, anakufa, mnazika mgomba, sisi tunapeleka. Mnazika umbwa, sisi tunapeleka. Watu wanaona wanazika mtu. Kumbe ni umbwa. Ni mbwa. Sisi tunabeba. Yule mtu anaenda kuwa muimbaji kule. Anaenda kuwa muimbaji kule. Mtumwa. Miaka yote mpaka kufa kwake. Atakufia huko tena. Huku yani, lazima huko amekufa, lakini huyu mtu hajafa. Tunampeleka huko, lakini huko atazeeka na atakufa, lakini huwa tukubali afe tumzike. Anakufa au kabla hajafa amebakiza labda kidogo, basi tunamchinja, tunatoa mafuta kwa ajili ya mambo mengine, mafuta na hasa mafuta. Kwa sababu ile mafuta ya tunaita mtu unge. Hiyo mafuta inafanya nini? Yale mafuta nilikuwa nayatumia labda pengine kama watu wanakula nyama kwenye sherehe,
naweza nikaenda nikatoa nyama nikawekea vitu vingine, wakawa nakula vitu vingine. Wao wanajua wanakula nyama. Kumbe si nyama. Si nyama. Kwa sana sana sherehe ya matanga. Yoyote ile. Wakishakula ile mafuta, kumbe wanakula nyama ya umbwa, nyama ya fisi, basi tunabeba nyama tunapeleka. Mnaenda kula. Au mtu anaweza kuwa anakunywa soda, basi nikatoa soda nikabadilisha nikaweka soda ya mkojo, akawa anakunywa mkojo, soda nimeshakunywa pembeni. Akimaliza ni mgonjwa, anaondoka. Siku moja niliambia watu Mombasa, ulimwengu huu hauko hapa. Watu hupangwa usiku. Wewe utakufa kesho, wewe tumekuhurumia, fanya biashara kesho upate 2,000 ama 30,000 ama 200,000 za Tanzania. Wewe unaolewa, wacha uolewe miezi 3. Wenye nguvu, wenye mamlaka hupanga wengine. Amen. Na sisi wateule tuliopewa nguvu za Mungu, nasi tunawapanga watu wa Mungu wajenge, waolewe, wapate kazi, na wachawi tunawapanga wafe. Ni mamlaka dhidi ya mamlaka, madhabahu dhidi ya madhabahu, uwezo dhidi ya uwezo, ushindi dhidi ya ushindi, na mtu aseme amina. Wokovu sio hakuna. Unaona, nimekuja mahali hapa, nilikuwa huko Mombasa, nikaambia watendakazi wangu wote na watendakazi wa makanisa, niko na branches, we nenda, wanafikiria mimi niko na wazimu. Naweza fikiria pastor huyu hana adabu. Okay, nyinyi chukueni microphone nyinyi. Niliwaambia naenda Tanzania, lakini najua huko naenda kukutana na nini. Niliwaambia wachawi. Nikaambia huko nimeambiwa vitu vingine. Mtu asiyeomba haendi huko, haendi. Hata msimamizi, tuko na vyombo kama hizi na screens kama hizi, hakuna tofauti, hakuna. Ni ile chandarua ndio hatuna kama hizi. Hata madhabahu yetu inafika huku. Hizi vitu vyote tuko nazo, lakini anayesimamia hizi kule hakuwa kwa maombi. Nikamwambia pamoja na hizo vyombo na trela 3, kaa Mombasa, hauendi, sababu utakuwa mtego wa shetani kutukamata. Akafikiria pastor huyu ni kama amekasirika sana. Timu nyingine kutoka Mombasa wakaja kuchelewa, nikaambia nyinyi pia mrudi huko. Wazee wa kanisa hapa, kuna wazee 2 tu. Wazee wa kanisa walifanya maombi siku zote, usiku wa mwisho hawakuja. Nikaambia, na wameingia asubuhi na suti, nikaambia na hiyo suti yako rudi kwa nyumba yako. Sema zile vitu anasema, labda Mungu amemsurutisha. Nataka ninene na kanisa, nifungue kanisa ufahamu. Ni lazima azidiwe nguvu, afunguke. Yani mamlaka fulani namwambia tapika hayo maneno. Kwani hajui ni mchana? Si anajua ni mchana. Hajui kuna TV, si anajua. Na hizo vitu anazosema Mungu anamsurutisha aseme ili kanisa ifunguke macho. Unaweza kufikiria nilikuja kwa ajili ya kuwaombea nyinyi, kumbe Mungu alilituma tu watu wajue kitu kingine kuhusu ufalme wa Mungu. Mungu anasema sasa hawa walokoe hawa kusema mchawi. Nachukua naenda na kalia kwenye mkutano. Ulisema polisi akikusumbua una niwamaliza sana. Kuna askari mmoja alikuwa ni bosi sana. Sasa kwa sababu kidogo na mimi nilikuwa nazo, alitaka ili nimpe rushwa fulani.
ili kuendesha uganga wangu. Na ukakataa? Nikakataa, lakini kama amenifuatafuata. Baada ya kunifuatafuata, hakujua uko na simba? Hakujua. Kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, akawa yuko kaburini. Yaani hivyo ashazikwa? Ameshazikwa. Nilikuwa na filimbi nikipiga hapa mpaka Singida, mpaka Shinyanga, mpaka Kigoma wanasikia. Na ulisema ulikuwa na squad yako? Squad yako ndio nini? Team. Unaweza ukawatuma squad. Na filimbi hiyo ilikuwa ni kupiga kuita wachawi wenzangu. Saa zingine haufanyi peke yako? Saa zingine sifanyi peke yangu, kwa sababu nikipiga filimbi ina maana wa mikoa mbalimbali ndo wanakuja. Wengine hapa sasa tuna vikao sasa. Wanachukua muda gani kusafiri? Ndege haioni ndani. Yaani nikifumba macho hivi, si nimepiga filimbi, nikifumba macho kufumbua, uwanja wangu umeshajaa wachawi. Wale wachungaji tulikuwa nao siku ya kwanza, niliwaambia sitafanya mkutano mpaka muwe. Na nikamwambia nabii utukufu, wale watumishi wa Mungu wanawakilisha mbingu, wasipokuja sitafanya mkutano na sitatoka hotelini mwangu. Hawakuwa wanajua tuko na ufalme wetu. Kila siku Yesu hakuongea kuhusu mbingu, alisema ufalme wa Mungu, 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 ufalme wa Mungu. Na huyu anaongea kuhusu ufalme wao. Mimi wanaambianga washirika wangu, madhabahu niliyopewa ni tajiri, hata hawajawahi chukua utajiri ambao uko huko. Ni tajiri sana. Huwa anamwambia mke wangu, hata ukimuuliza anamwambia, mimi huwa unijui, wewe unajua unaishi na bwanako. Namwambianga mke wangu, sikuzaliwa nizae nioe, mimi nilizaliwa nihubiri injili hii. Lakini ili nisitembee nje, Mungu akanipa wewe niishi na wewe. Hayo maneno ni mazito, huwezi mwambia mke wako. Wewe mwingine anamwambia, baby sweetie, je, wajua kwa nini ulikuja wewe? Haukuja kujaza ulimwengu. Kila mmoja ako na sababu yake. Lakini wengine walirogwa, hawezi kujua nini. Hawezi. Wengine walikatwa miguu mapema kwa sababu wangekuwa watu wa maana. Utamea miguu ya kiroho leo tu. Sasa leo ni vita vya kiroho. Amen. Unaona watu wanaambia, wengine hata si walemavu, wakishatuma roho kwako unabaki na miguu ikiwa. Mimi nakwambia tupa hii kitu utembee. Pastor, ombea hapa. Mimi nakwambia tupa hii kitu utembee. Huwa unafikiria na kudanganya. Mami, kuolewa na mchawi unakaaje? Ulikuwa unajua ni mganga tu? Mganga na mchawi ni mandugu tu, ni utaalamu. Ni kama napenda niwape semina ambayo labda kwa sababu nimeokoka. Unapozungumzia mganga umemzungumzia mchawi. Hakuna tofauti. Yaani uganga ni sehemu ya kujifichia uchawi. Lakini hakuna mganga, wote ni wachawi. Wote ni ufalme moja. Ni sawa na kusema muinjilisti, pastor, apostle. Amina. Hawa ni watumishi wa Mungu tu. Kwa sababu hakuna mganga ambaye hajui kuroga. Hakuna mganga asiyejua kuua. Na wale ambao ni waganga wale fake wote tuliwamalizia gamboshi. Mnafanyaje? Kwenda kututumbikia huko. Wanakuwa ni wapishi, wapasua kuni, wateka maji.
Mko na magari yenu huko mengi mno, magorofa. Alafu bado kuna vijana ambao wanapeleka pengine mahindi sokoni, wanapeleka mikungu ya ndizi sokoni, wanapeleka soko. Mko nayo huko kwa ufalme wenu? Yani katika ulimwengu wa damu na nyama wanaweza wakaja na usiwaone, unawaona kama watu, kumbe ni watu wetu. Tumewabebesha mizigo kuleta sokoni kuja kuuza, baadaye wanaleta hela. Na watauza tu? Watauza, mtawanunulia, hamuwajui kama ni mitunga, baadaye watarudi tena. Zile vitu wanauza ni nyinyi ndio mnajua? Sisi ndio wamiliki. Okay, nataka nikupe taarifa ya kwenu katika ufalme huo. Amina. Mtu anakufa na mnajua amekufa na kansa. Katika uchawi mwili unatolewa, inatengenezwa nyama, kwa ndoto inagawiwa watu usiku, wanakula, au watu wote wanaambukizwa roho ya kansa. Naongea ukweli? Ndivyo ilivyo, kwa sababu hata katika utibabu wangu nilikuwa labda nikipungukiwa hela, nachukua dawa naenda naweka kwenye visima. Ina maana kijiji kizima kitaugua vifafa. Na wakishaugua vifafa wanakuja kwangu kuatibia. Ng'ombe 2, ng'ombe 3. Nilikuwa na mazizi 3. Niliwahi wafundisha nikawaambia, hakuna mahali kuna mganga kukawa na nyumba ya maana na wasomi na utajiri. Hakuna. Maana yeye ndiye anatuma zile roho. Kesho unakuja unagangwa, ni pesa anataka, kwani atakula wapi? Nilikuwa nachukua hela shilingi 500 naenda nagawa njia panda, naenda natupa kwenye maeneo ya watu wengi. Kila atakayeokota ameokota jini. Jini litamchanganya, watamleta kwangu tu. Hiyo ni hela imeingia na ng'ombe. Nani hela na ng'ombe? Jini namchanganya, anakuja kwako. Anakuja kwangu kihuduma. Kwa sababu hata kwenda sehemu yoyote ile ambaye hajategwa lazima ataletwa kwangu. Tayari ulimteka? Nilimtega. Yeye anaona ni pesa. Nimeweka jini. Naomba unisaidie sana, watoto wangu wa kike waolewe, vile vile na mimi nipone huu mguu. Ninatubu, sitafanya tena mambo kama hayo. Mtampe Yesu makofi mazuri. Na ingekuwa hivyo kweli, nikamwambia, sababu aliniambia anaugua uchawi, nikamwambia atukalishi wachawi pale, nikamleta hapa, akanivirushia laana. Akasema akasema tatizo zake ni ugue kama yeye. Ulimwambia hivyo? Kwa sababu kwa hivyo toa hiyo roho ama nikuombea ukufe sahi? Nimeshaitoa. Sema nachukua ile roho nilikutupia narudisha kwangu. Roho niliyokupa narudisha kwangu. Kuanzia leo ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asipotoa na muombea anakufa, ninafungwa jela hapa Tanzania tu. Mamlaka dhidi ya mamlaka, madhabahu dhidi ya madhabahu, uwezo dhidi ya uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye anatawala dunia hii, hakuna mtu mwingine. Natamani tuingie katika kipindi cha ukombozi. Ninakuja, nitatuma nguvu kutoka na hapa na nitakuja huko. Na wachawi wengine wafanye haraka, tumebakisha siku 2.
Iko sawa? Umechoka? Amen. Panda huku isije ikapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Chochote kilichoibwa kwako inarejeshwa. Iko sawa? Iko sawa. Waulize watu wa media kama wanaweza, kama wananipata vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunaingia katika vita. Kuna watu wagonjwa pale, waliorogwa watapona, wataachana hizo vyuma, watatembea kwa jina la Yesu Kristo. Wengine watafunguliwa huko, kila uchawi ngolewe ndani yako uwe mzima. Simama kwa miguu yako.